Tulikuwa tumekuja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam kwa ajili ya kuwakilisha wateja wangu hawa, kama mnavyowaona takribani wako 50 wakiwakilishwa na Kanali Naftali Swai. Hawa ni wafanyabiashara wa Kariakoo na walikuwa wanafanya biashara katika jengo ambalo liliporomoka mwishoni mwa mwaka 2024 pale Kariakoo. Sasa wamekuja hapa, tumefungua kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 ambayo iko mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwaye. Na msingi wa kuja kwao hapa ni kudai fidia kutokana na hasara ambayo waliipata baada ya jengo lile kuporomoka. Na wanataka walipwe fidia ya takribani shilingi bilioni 40 kwa sababu ndiyo jumla kuu ya hasara ambayo imepatikana kwa watu wote waliokuwa wakifanya biashara kwenye jengo lile. Lakini licha ya hasara ya mitaji, kuna hasara pia ya maisha. Kuna ndugu walikuwa wanafanya biashara pale, wamepotelewa na ndugu zao, watoto wao. Kuna mteja wangu mmoja, huyu mama hapa, yeye amepotelewa na watoto wake wawili. Yaani ukiweka mtaji aliokuwa nao, lakini pia kuna watoto wake wa kuwazaa wawili wamepotea kwenye jengo lile. Sasa jambo hili kisheria huwa linahitaji fidia. Na tumewashtaki wamiliki wa jengo. Tunajua kuna kesi inaendelea Kisutu, lakini hiyo haituzuii sisi kuja kufungua kesi ya madai hapa kwa sababu ni mambo mawili tofauti. Kule ni jinai na hapa ni madai. Kilichojiri leo sasa tarehe 29 Aprili 2025, tulikuwa tumekuja kwa ajili ya kupokea amri muhimu za mahakama ili hatua nyingine ziweze kuendelea, lakini kwa bahati mbaya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwaye amepata dharura, hakuwepo leo mahakamani. Na kesi imeahirishwa mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili wa Mahakama Kuu, Mheshimiwa Rose Kangwa, na imepangwa tena kuja hapa tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 4 asubuhi ili mahakama ije itoe sasa amri mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuendelea na shauri hili. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndio yamejiri leo. Wanaodai fidia hapa au waliofungua kesi wako 50, wafanya biashara 50. Sasa unaweza ukaimagine wafanya biashara 50 Kariakoo kwenye jengo kama lile, unafikiri walikuwa wamewekeza mitaji kiasi gani? Na biashara kila siku lazima ilete faida. Kwa hiyo tangu mwaka jana ya mwezi wa Disemba, mwaka jana wa mwezi wa Novemba mpaka leo hii, kama ajali ile isingetokea, maana yake ni kwamba kuna faida ambayo ilikuwa inapatikana. Kwa hiyo imepotea. Lakini licha ya hivyo nimekwambia kuna maisha ya watu yamepotea. Ilikuwa bilioni 100 leo. Haiwezi kulinganisha na thamani ya watu ambao. Kwa hiyo fidia ni ndogo mno. Lakini tunataka kuhakikisha tu kwamba haki inatendeka kwa sababu hakuna uzembe ambao unatokea alafu hali inabaki vile vile. Lakini pia iwe funzo kwa wengine kufuata utaratibu kwa sababu kuna namna ya kushughulika na majengo. Kuna wakala wa majengo Tanzania ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba majengo yote yanakuwa ni salama kwa ajili ya maisha ya watu. Sasa kama mtu anakwenda kufanya shughuli kinyume na huo utaratibu afu ajali inatokea, hawezi kubaki hivyo hivyo. Hawezi kubaki hivyo. Ndio maana tuko hapa. Nawaahidi nini wateja wao? Nawaahidi kwamba haki itatendeka hapa. Haki itatendeka. Na ninaposema haki itatendeka, maana yake ni kwamba kile ambacho wanastahili lazima wapewe kutokana na ushahidi utakao kuwepo. Na bahati nzuri hatubishani kwamba jengo halijaanguka. Hatubishani kwamba kuna watu wamekufa. Hatubishani kwamba kuna biashara ambazo zilikuwa zinafanyika pale. Tunachobishana hapa ni kwamba nani anatakiwa kuwajibishwa ili kulipa fidia kutokana na hasara iliyopatikana. Ndicho kilichotuleta hapa mahakamani. Dunia nzima wanajua Kariakoo kuna ajali ilitokea mwezi Novemba. Asante sana. Kwa majina naitwa Matilda Zela, natoka Tabata. Sitoki Kariakoo tena kwa sababu duka sina. Ni muhanga katika lile jengo, niliokolewa ndani ya lile jengo ambalo lilikuwa linachimbwa chini na mwenye nyumba kwa maslahi yake bila kutupa notice tuondoke mle. Ni walipa kodi kwake halali, tulikuwa na mitaji mle, tuliwekesha, tunalea familia, tuna wazee ambao tunawalea, ni vikongwe ambao walitakuwa walelewa na serikali. Tulibeba majukumu tulee wazazi wetu, tusomeshe watoto wetu. Lakini kupitia kuporomoka kwa lile jengo tumepoteza kila kitu, hatuna kazi tena. Sisi ni ombaomba mitaani, hatuna msaada, hatuna namna ya kuishi. Na katika hili hatumuonei mtu kunyang'anya haki yake. Imeandikwa kiBiblia kuwa mtu akiharibu kitu cha mwenzie kwa makusudi alipe fidia mara mbili. Kwa hiyo tunahitaji fidia, tupewe haki zetu ambazo ni pesa zetu halali ambazo tulitakuwa tuwe nazo mikononi, zimeharibiwa na watu kwa makusudi yao na manufaa yao binafsi. Sijui nikueleze nini. Mimi ndo niliyekuwa nawasiliana na mtoto wa mwenye nyumba baada ya baba yake kutokupatikana hewani. Mtoto alituahidi kwa Jumatatu ijayo mama ndawapigia simu au nipigie simu nikupe jibu. Siku iliyofuata hiyo Jumatatu hakupokea simu milele. Nimewahi kuchat naye kwa njia ya message, hamna anachojibu hata kimoja.
Kiujumla sisi hapa tulipo hatupoli mali za watu. Tunataka haki zetu. Na Mungu wa mbinguni tunahitaji tusimamie katika hili kwa sababu linaumiza. Tupoteze watoto wetu, tupoteze mali zetu, watoto wetu wazuri ambao walikuwa ni majembe ya kazi. Alafu mtu anatuacha tu hivyo hivyo hewani. Haelewi tunaishije, tunakula nini, haelewi watoto wetu wanasomaje shule. Hapana, hata pole hajawahi kutokea. Ni maisha gani haya tunayoishi? Ni unyama gani unaofanyika kwa sisi wanadamu? Yaani wanadamu wamekuwa ni wanyama kama kuliko hata simba. Inatisha katika ulimwengu huu. Mimi natamani hata dunia ijue. Tunahitaji haki zetu na Mungu atusimamie tulipwe. Naitwa Sultani Zanta, ni mfanyabiashara Kariakoo. Mimi ni mmoja wa pia wahanga ambao tulikuwa kwenye ile jengo. Tuko hapa mahakamani kwa ajili ya kutetea haki zetu. Kwa sababu ya mambo ambayo yamefanyika kwa makusudi kabisa, kwa hao wamiliki wa ile jengo walikuwa wanachimbua kule chini, kujenga bila kibali, kupelekea jengo kudondoka. Hivyo. Kama kuna swali nitakuuliza. Unatarajia labda pengine una imani kwamba unaweza kupata haki na kupata fidia? Tuna imani kabisa kwa sababu tumezulumiwa. Ile jengo limejengwa pale lilikuwa linafanywa ukarabati kwa chini bila kupata utaratibu, labda kwa kutuhamisha au kwa kutupa na notice ili tuame kidogo ujenzi kumalizika turudi, lakini huo utaratibu wa kufuata. Wao walikuwa wanajenga tu kwa kuchimbua chini, bahati mbaya kagusa nguzo, jengo likaporomoka. Tena ni makusudi kabisa. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.